Maandalizi yalikuwa ya aina yake. Nyasi zikapandwa na wengi wakatamani sana miujiza kufanyika angazi kabla ya mgeni kufika. Na baada ya haya yote akafika kwa namna yake katika uwanja wa kitaifa wa Jomo Kenyatta. Hapa akapokelewa kwa maua, ishara ya upendo. Rais Obama akachukua muda wake kumjulia hali mtoto huyu aliyekuwa wa kwanza kumpa mkono wake. Historia hiyo. Kuna wengine waliokuwepo hapa tayari kumpa mkono pia. Kumbuka huyu ni kiongozi aliye na ushawishi mkubwa zaidi duniani, hata kumkaribia ni historia. Kisha akafika hapa, ikawa sio tena kujuliana hali tu. Huyu ni dadake Auma Obama, na wakati wa familia hata madaraka kidogo huwa yanakupisha anga upate muda wa kupashwa mambo ya nyumbani. Na sio tu kupata fursa ya kumkaribisha katika uwanja wa ndege. Auma alisafiri na Rais Barack Obama kwenye gari lake maarufu kama The Beast, na moja kwa moja wakaelekea kwenye hoteli ya kifahari hapa jijini Nairobi kwa mankuli ya jioni. Katikati ya nyanyake na dadake walipiga gumzo wakila na kunywa. Hii ni mankuli ya jamii ambayo imekuwa naye kiongozi huyu kwa miaka mingi. Wakati alipofika nchini Kenya kwa mara ya kwanza, akiwa na maswali chungu zima kuhusu mizizi yake, babake alikotoka, nduguze ambao hawakujuana, hawa ndio baadhi ya watu waliomshika mkono na kumsimulia alikotoka. Mchango wao umeratibishwa katika kitabu chake cha Dreams from My Father. Rais Obama ametumia mizizi yake, hasa historia ya babake Mkenya kutoka Kogelo na mamake kutoka Marekani, kuendeleza dhana ya umuhimu wa kuwepo na uwiano na heshima katika jamii. Amesisitiza umuhimu wa kukemea ubaguzi wa aina yoyote ile, iwe ni rangi au dini, na aliweka historia alipochaguliwa kama rais wa kwanza mweusi nchini Marekani. The hope of a mill worker's son who dares to defy the odds. The hope of a skinny kid with a funny name who believes that America has a place for him too. Ambayo hadi sasa ingali kitatizika sana na masuala ya ubaguzi wa rangi. Na baada ya haya yote, baada ya kuweka historia, hata baada ya kumalizika kwa muhula wake, yamkini kuna mambo ya kawaida yanayompa raha: kuwa na jamii, kula pamoja, kucheka. Ann Mawathe, Citizen Nipashe.